Ndugu wazazi, kuna uhusiano mkubwa kati ya lishe na matokeo mazuri ya ufaulu. Kuna uhusiano mkubwa. Mtoto anayepata chakula shuleni, akala akashiba, akaendelea na masomo yake, anakuwa na uelewa mzuri kuliko mtoto yule ambaye anashinda na njaa shuleni alafu anatoka huku hajapata chakula. Mmeshaanza uchangiaji wa chakula. Hebu sasa tuongeze kazi. Na muda mzuri wa kuchangia chakula ni muda wa mavuno. Unapovuna chakula, walimu watakuwa wameshakwambia kwa mwaka mtoto anatumia debe ngapi za mahindi. Tukusanye vyakula vya mwaka mzima ili kuondoa ile tatizo la chakula kwa watoto shuleni. Walimu wa kujitolea. Kama nilivyosema, serikali yetu ipo katika mchakato wa kutoa ajira. Kila mwaka inatoa ajira za walimu. Lakini tukumbuke kwamba walimu wanaoajiriwa bado hawatoshelezi shule zote za sekondari. Kwa hiyo walimu wanapokuja na mpango, naombeni tuwaunge mkono shule ya sekondari. Mwenyekiti wa bodi, hebu shirikiana kuelimisha wazazi namna gani ni muhimu kuweza kufanya jambo hili ili watoto wetu waweze kupata elimu iliyo bora. Wapendwa wahitimu kidato cha 6. Wanafunzi ukifika kidato cha 6, wazee wako hapa. Yaani umeenda kidato cha 6, umemaliza kidato cha 6, wewe ni dhahabu kijijini. Walikuwa ni wachache wa kuhesabika. Mzee, mwenyekiti, kweli uongo? Kweli. Ni vyema mkafahamu ulimwengu wa sasa unahitaji wasomi wenye upeo, na ninyi ni miongoni mwa wasomi, kwa sababu naamini wote nyie mtaenda vyuo vikuu. Na sasa hivi vyuo vikuu vimekuwa ni nafasi nyingi, yaani ukipata division 1 na 2, yaani wewe tayari chuo kikuu umeshakiona hicho hapo. Hivyo basi ningependa muendelee kuzingatia kwa makini elimu mnayopata na elimu mtakayoendelea kuipata, ilete mabadiliko ya haraka katika maisha yenu na maisha ya wazazi wenu ambao wametoa muda wao, wametoa mali zao, wametoa fedha zao mpaka sasa hivi mmefika kidato cha 6. Hizo nguo mlizovaa tu za kupendeza hizo. Kama mzazi angesema mimi sitoi, leo hii msingependeza hivi. Lakini elimu mtakayoipata ilete mabadiliko kwenu pamoja na wazazi wenu. Wanafunzi hawa tunaoaga siku hii ya leo tumefanikiwa kufanya mitihani mbalimbali ukiwemo mtihani wa utimilifu yani moko mkoa wa Singida, ambao matokeo ya mtihani huu shule hii ilishika nafasi ya 5 kati ya shule 27 za kimkoa kwa ufaulu wa daraja la kwanza wanafunzi 54, daraja la pili wanafunzi 13 na daraja la kwanza mwanafunzi 1. Hatukuwa na daraja la 4 wala daraja 0. Matarajio yetu ni kuendelea kusimamia ipasavyo mikakati ya kitaaluma tuliyojiwekea ili kufikia ufaulu wa daraja la kwanza kwa wanafunzi wote wa kidato cha 6, kwani wanatarajia kufanya mtihani wao wa kuhitimu kidato cha 6 mwezi wa 5 mwaka huu. Aidha, ipo mikakati mbalimbali ambayo tumejiwekea ili kuhakikisha ufaulu unaongezeka mwaka hadi mwaka kama ifuatavyo. 1. Kuboresha miundombinu ya shule kwa kufanyiwa ukarabati wa nyumba za walimu, jengo la utawala na baadhi ya madarasa ya wanafunzi, kwani ni majengo ya muda mrefu tangu mwaka 1961. Namba 2. Kuongezea vifaa vya tehama kama vile kompyuta na projekta kwa ajili ya kuwa na maktaba mtandao ili kuwawezesha wanafunzi wetu kupata vitabu, majarida na mitihani mbalimbali
ambayo itawawezesha kupata maarifa zaidi na uelewa wa mada mbalimbali. Namba 3, kuendelea kutoa huduma ya chakula cha mchana na jioni kwa wanafunzi wa bweni kwa kushirikiana na wazazi. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni mafanikio tuliyopata hapa shuleni kwa muda wa miaka miwili. 1, tumefanikiwa kufanya mitihani mbalimbali ya ndani na nje ya shule. 2, kupata huduma ya chakula cha asubuhi, mchana na jioni hapa shuleni. 3, kuongezeka kwa ufaulu kwa wanafunzi kutokana na ufundishaji mzuri wa walimu. Natarajia kufanya vizuri katika mtihani wa taifa ili itatusaidia kupata nafasi ya kujiunga na vyuo vikuu.